Somo ambalo Mungu amenipa kutembea nalo kulingana na siku ambazo nimepewa kwa ajili ya kuongoza maombi haya lina ujumbe unaosema pokea nguvu ya uzalishaji na kuongezeka. Pokea nguvu ya uzalishaji na kuongezeka. Ni somo muhimu sana ambalo tunahitaji kulielewa, lakini pia tunahitaji kuomba, hasa kwenye eneo la nguvu ya uzalishaji. Pokea nguvu ya uzalishaji na kuongezeka. Waliokuwepo asubuhi tulianza kusoma kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 26 mstari wa 12 hadi ule mstari wa 16. Kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 12 hadi ule mstari wa 16. Na kabla sijasoma na asubuhi nilitangulia nilisema kwamba mpango wa uzalishaji sio wa mwanadamu peke yake, sio wa mwanadamu peke yake, bali mpango wa uzalishaji ni wa Mungu. Mpango wa uzalishaji sio wa mwanadamu peke yake, bali mpango wa uzalishaji ni mpango wa Mungu. Na nikawaambia ya kwamba kipindi ambacho Mungu anamuumba mwanadamu, kati ya kitu mojawapo ambacho alikiweka kwao, aliwaambia nendeni kazaeni au zaeni na mkaongezeke, mkazidi na kuenea katika nchi. Kwa hiyo kama Mungu asingewaambia nendeni mkazae, wasingezaa, kwa sababu Biblia inasema Mungu aliumba mtu kwa mfano wake. Kwa kama Mungu aliumba mtu kwa mfano wake, maana yake huyu mtu anafanya kulingana na Mungu anachotaka afanye. Na ndio maana ukisoma maandiko utamkuta Yesu mahali fulani anasema mimi nafanya kile ambacho Mungu ameniambia nifanye, au Baba ameniambia nifanye. Au kwa tafsiri nyingine anasema alifanyale Baba yangu ndio mimi ninalolifanya. Kwa tafsiri nyingine anazungumza anasema hiki unachokiona ninachokifanya, haya mnayoona nafanya ni mambo ambayo Baba yangu alitakiwa ayafanye, lakini mimi amenipa kufanya. Kwa hiyo swala la uzalishaji, Mungu angeamua mwenyewe azalishe, Mungu angeamua mwenyewe aongeze nchi, angeweza, lakini akaona amuumbe mwanadamu ambaye atakaye kuja kufanya kazi ya Mungu, kazi yake ya uzalishaji na kuongezeka. Sasa ukisoma haya maneno ya kitabu cha Mwanzo sura ya 26 kuanzia mstari wa 12, Biblia inasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Lakini pia Biblia inasema ule mstari wa 13, na mtu huyu akawa mkuu na akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Na maandiko yanaeleza akawa na mali nyingi, akawa na ng'ombe nyingi, akawa na mifugo mingi sana. Alafu ule mstari wa 16 ndio umebeba kongamano hili. Biblia inasema Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Wale ambao walibeba asubuhi niliwaambia, shetani au adui anaweza akatengeneza mazingira fulani au mapito fulani au changamoto fulani ili wewe mwenyewe uweze kutoka kwenye hilo eneo ambalo changamoto imekuja. Na nikawaambia hivi, kuna changamoto zingine huwa ni Mungu anafungua mlango au Mungu anaziruhusu zitokee.
uwezo wake, ili tuweze kutafuta nguvu zake, ili aweze kuzimisha nguvu zake. Na kwa sababu hiyo nikawaambia, kipindi ambacho cha Ibrahim kulitokea njaa, kama vile ambavyo ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 26 kuanzia ule mstari wa kwanza, Biblia inasema ikawa njaa mbali na kipindi cha Ibrahim. Baada ya hii njaa kutokea kwa Isaka akaona atoke, akawaza kutoka kwenye nchi. Mungu akamfuata akamwambia kwamba usitoke katika nchi, kama ukubariki nitakubariki katika nchi. Nini ambacho alikuwa anamwambia Isaka? Alikuwa anamwambia wakati wa baba yako Ibrahim, yale mambo niliyaruhusu ili aweze kutoka mahali fulani ambapo alipokuwa amekwama, ili aende nchi nyingine, aweze kupata msaada, aweze kubarikiwa kule, aweze kuongezeka kule, aweze kuzalisha kule, aweze kustawi na kuendelea. Na ndio ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 12 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi wa 3, Biblia inasema Mungu akamwambia Abrahamu, toka katika nchi hii uende mahali ambako nitakapokuambia. Kwa hiyo kwa sababu ninataka nikakubariki, nami nataka kulikuza jina lako, nami nataka uwe baraka. Kwa nini hii njaa iliruhusiwa kwa Ibrahim? Kwa nini changamoto iliruhusiwa kwa Ibrahim? Kwa sababu Mungu alikuwa anamtaka atoke kwenye nchi. Mungu alikuwa anamtaka atoke kwenye nchi. Kwa hiyo kuna maeneo fulani unaweza kupitia changamoto kubwa sana, kumbe ni mpango wa Mungu kutoka kwenye ile eneo. Na kwa sababu hiyo ungepitia starehe, ungepitia raha, ungepita kwa raha, ungeishi kwa raha kwa muda wote, usingeweza kutoka. Kwa hiyo kuna magumu fulani yanaweza ikaruhusiwa huko ndani, na ghafla unashangaa unatoka, unaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukirudi kwa Isaka, hii changamoto ya njaa haikuwa mpango wa Mungu kabisa. Na ingekuwa mpango wa Mungu, Biblia ingetuambia ya kwamba Mungu akamwambia Isaka naye atoke. Lakini Biblia inasema Mungu akamwambia Isaka usitoke katika nchi. Kwa mpango wa njaa, mpango wa changamoto ilikuwa ni mpango wa Ibilisi, mpango wa adui, ni mipango ya miungu ambayo kina Abimeleki walikuwa wanaiabudu kipindi kile. Na waligundua ya kwamba kuna majira, kuna nyakati zitafika, huyu Isaka atakuwa mkubwa kwenye nchi, atazaa, kuna vitu atazalisha, ataongezeka, atakuwa maarufu kuliko sisi. Watu watamwamini yeye, watu watamkimbilia yeye, watu watamtukuza yeye. Sisi hatutaonekana, tunafunikwa na Isaka. Kwa hiyo maana njaa, changamoto zinatengenezwa ili Isaka mwenyewe atoke kwenye nchi, kwa sababu alijua ya kwamba ile njaa imetokea kwa sababu baba alitoka kwenye nchi kwa sababu ya njaa, na mimi nitatoka kwenye nchi kwa sababu ya njaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoendelea kusoma, Biblia inatuambia ikafika wakati hawa akina Abimeleki wakamwambia Isaka ya kwamba utoke wewe katika nchi yetu, kwa sababu wewe una nguvu sana kuliko sisi. Nini ambacho anatuambia hapa? Biblia inatuelekeza, inatuonyesha kwamba kumbe kuzalisha kwa Isaka, kuendelea kwa Isaka, kustawi kwa Isaka, hakustawi kwa sababu ana akili sana za kufanya kazi, hakustawi sana kwa sababu labda ni maarufu sana, hakustawi kwa sababu baba yake alikuwa ni mtumishi wa Bwana, hakustawi na kuendelea kwa sababu ya baba yake alikuwa ameenda na Bwana, hakustawi na kuendelea kwa sababu ya baba yake alikuwa ni mtu wa imani. Hapana, alistawi kwa sababu kuna nguvu ya Mungu aliachilia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe.
na angestawi kwa kipengele kingine, huyu Abimeleki angemwambia toka kwetu kwa sababu una akili sana, toka kwetu kwa sababu una maarifa sana. Lakini Abimeleki anamwambia toka wewe katika nchi hii kwa sababu una nguvu sana. Kwa hiyo nguvu za Mungu pekee ndizo ambazo zina uwezo wa kumfanya mtu akazalisha. Sasa kwenye eneo la kuzalisha, sio tu watoto ambao tunawazaa kimwili, mama anachukua mimba anaenda kuzaa. Kwenye eneo la uzalishaji ni eneo pana. Kuna kuzalisha kwenye biashara, kuna kuzalisha kwenye elimu ya watoto, kuna kuzalisha kwenye kazi, kuna kuzalisha kwenye mipango ya makampuni na taasisi. Umeweka biashara zako, unatamani uzalishe faida. Umeweka mifugo yako, unatamani mifugo izae faida. Umeweka mipango yako, unatamani kwa kupitia mipango yako kuna kitu unatamani kitokee. Unaweza kuzalisha. Na nataka niwaambie ya kwamba kwenye eneo la uzalishaji huwa kuna vita kubwa ambayo inatupelekea tutafute nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Hatuwezi kukaa, hatuwezi kuja madhabahuni kwa Bwana siku 8 kwa sala. Kuna kitu lazima kitatokea katika jina la Yesu Kristo. Wakati wanasema kuna kitu kitatokea, ingesikia makofi na vigelegele. Wakati wanasema kitatokea nguvu, ongeza tena makofi. Mungu aliupenda ulimwengu. Kama aliupenda ulimwengu, anakupenda na wewe kwa jina la Yesu. Anakupenda na wewe utakayefuatilia kwa jina la Yesu. Anaipenda na kwaya kwa jina la Yesu. Kwa hiyo yuko tayari kuachilia nguvu kwa upendo wake. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia ili ujue kwamba kwenye eneo la uzalishaji kuna vita. Nataka tusogee mbele kidogo. Twende kwenye kitabu kile cha Kutoka. Tuzungumze hapo kidogo alafu tuingie kwenye maombi. Kitabu kile cha Kutoka sura ile ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 12. Yuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Mstari wa 9 akawaambia watu wake, angalieni watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Nataka udake hapo kwa hiyo sentence, tena wana nguvu kuliko sisi. Mstari wa 10 nasema, haya na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka, tena ikitokea vita wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Mstari wa 11 unasema, basi waweka wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pishon na Lamesi. Kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo waliongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Sasa angalia, hii habari ni habari ambayo inafahamika na wasoma Biblia wanaelewa. Ni kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu sana kwa wana wa Israeli kama Mungu asingeachilia nguvu ndani yao. Na nguvu hii waliipata kipindi gani? Waliipata kipindi ambacho Yusufu bado yuko hai, na ndugu zake na Yusufu bado wako hai, na kikosi cha Yusufu bado kiko hai, kwa sababu Yusufu pamoja na wenzake pamoja na kikosi chake walikuwa wanamtafuta Mungu. Na kama walikuwa wanamtafuta Mungu, maana yake walikuwa wanaitafuta nguvu ya Mungu iweze kuwawezesha kuzalisha, kuenea, kuongezeka kwenye nchi ambayo sio ya kwao. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli waliingia ugenini. Neno ugenini maana yake nchi sio ya kwao. Sasa wewe mwenyewe unaelewa, ukishaingia ugenini mpaka hadi uanze kufanikiwa ni kazi ngumu. Kwa nini? Kwa sababu wenyeji tayari wameshakamata hilo eneo. Wenyeji tayari wameshatengeneza mifumo yao ya kwamba anayetakiwa kuzalisha ni mtu ambaye anafahamika kwenye nchi hii. Anayetakiwa kuongezeka ni mtu ambaye
kizazi chote kilichokuwa kinamhusu Yusufu walizaa, waliongezeka, walistawi kwa sababu walikuwa wana nguvu. Sasa Biblia inapotuambia akainuka mfalme mpya asiyemjua Yusufu pamoja na kizazi chote cha Yusufu, maana yake ni nini? Akili yake ya huyu mfalme alijua ya kwamba kwa sababu Yusufu amekufa, kwa sababu huyu ambaye alikuwa anasimama kama waziri, alikuwa anasimama kama mtawala kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la uzalishaji, ameshakufa na kizazi chote kimeondoka. Alijua ya kwamba huu ndio wakati ambao wa kuwafanya wana wa Israeli wasiwe na kuzaa, wasizalishe, kama watoto wasizalishe, kama biashara wasizalishe, kama mifugo wasizalishe, kama uchumi usizalishwe, kwa sababu walijua Yusufu hayupo na ndugu zake wote, kizazi chote hakipo. Kizazi kilichopo hapa ni kizazi ambacho hakijawahi kumjua Yusufu pamoja na kizazi cha Yusufu. Sasa angalia, wana wa Israeli wasingekuwa na nguvu za Mungu kwa tekniki hii ambayo mfalme mpya aliyeinuka kutawala. Nataka nikwambie, Biblia isingetuambia ya kwamba wana wa Israeli waliongezeka na kuzaa na kustawi. Kwa nini? Kwa sababu tayari alikuwa ameshatengeneza mazingira. Maana Biblia inatuambia ya kwamba na tuwatendee kwa akili, lengo wasije wakazaa, lengo wasiwe na uzalishaji, lengo wasije wakaongezeka, lengo wasije wakaenea. Kuenea naweza nikasema pia ni kutawala, wasije wakatawala, wasije wakamiliki, kwa sababu wakitawala na kumiliki sisi tutakuwa chini yao, kama jinsi ambavyo Yusufu na kile kizazi kilipokuwa juu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Lakini Biblia, ashukuriwe Mungu, Biblia inatuambia hivi, kwa kadiri walivyokuwa wanawatesa, lakini walizidi kustawi na kuongezeka. Mimi nataka nikwambie jioni ya leo, kwa nguvu ya Bwana, hata kama mateso yakija kwako, utastawi katika jina la Yesu. Watu bado hawajanielewa. Nasema hivi kutoka kwenye madhabahu ya Bwana, kwa nguvu ya Bwana, hata kama ukitengeneza mazingira, utaendelea kustawi na kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Narudia tena, ninazungumza hapa na watu wa kila Isaka, hata kama ukichukiwa kazini, lakini kwa sababu na nguvu za Bwana utaendelea kuongezeka kwa jina la Yesu. Hata kama ukichukiwa, watu wakikutesa, watu wakikusema vibaya kwenye biashara yako, kwenye kanisa lako, lakini kwa sababu ya upako ambao Mungu ameweka ndani yako, utazidi kustawi na kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Na mimi niko mahali hapa jioni ya leo, hata nitangaze, hata kama wakikutesa, wakisumbua akili zetu, wakituangaisha, wakitukataa, kuongezeka kuko pale pale. Enda mahali fulani utaongezeka katika jina la Yesu Kristo. Wangapi wako tayari kuongezeka jioni ya leo? Ningesikia makofi na vigelegele. Wanaotamani kuongezeka, wanaotamani kupata makofi na vigelegele. Uko upande jioni ya leo hapa. Hata Bwana achilie juu yako. Hata Bwana achilie juu yako. Baba yangu na mama yangu, hata kama mnaelekea uzeeni, uko upande special uzee. Ngoja tena mwambie kwa upendo zulani hii, lazima utaongezeka. Nisaidie kuambia wawili watatu utaongezeka. Kwamba na wawili watatu ambao utaongezeka. Kwamba na wawili watatu mwambie nenda kaongezeke. Watatu mwambie nenda kaongezeke. Nenda kaendelee. Nenda kaongezeke. Pokea kuongezeka. Pokea kuongezeka. Pokea kuongezeka. Nisaidie kuhubiri injili na jirani wako. Mwambie nenda kaongezeke. Jioni ya leo kuna upako wa kuongezeka hapa. Kuna watu wanaenda kuongezeka. Kwenye baraka utaongezeka. Kwenye lugha utaongezeka. Kwenye biashara
Na huu ni wakati ambao wa kumwambia Bwana kwa kumaanisha. Nimekwambia swala la kuongezeka, swala la uzalishaji ni la Mungu. Tunamhitaji Mungu anayeweza kuzalisha, tunamhitaji Mungu anayeweza kuongeza kwenye uchumi wako. Tunamhitaji leo na damu yako, damu ya Yesu itembee, damu ya Yesu ipite kwenye maisha yangu, kwenye kazi zangu, kwenye mikono yangu, kwenye maisha yangu. Jioni ya leo, Bwana Yesu, ninaomba nguvu zako, nguvu zako, nguvu zako, nguvu zako, nguvu zako. Ninaita ile nguvu ya uzalishaji. Aliota ndoto hiyo kwenye kongamano hili, na ghafla unaliona kwa kwenye kongamano. Nisikilize, kile ambacho nikiona kinatokea kwenye kongamano, Roho Mtakatifu anasema kitatokea kwako, kitatokea kwako, kinatokea kwa watu wako, kinatokea, 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 kinatokea. Bwana Mungu akubarikie na akulinde, akuangazie nuru za uso wake, akufadhili, akuinulie uso wake, akupe amani yake, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu nitoe sadaka, tuenende kwa amani ya Bwana.